true worship. Nazungumza kuhusu worship kwa sababu anakaa katikati ya sifa. Sifa ndio jina lake. Anakaa katikati ya sifa. Mungu anapopokea ibada ya kweli, ulimwengu hushindwa kuishikilia nguvu yake, na kwa sababu hiyo huwa ina tabia ya kuvuja, sio niseme, inatoka tu alafu inafanya vile inavyoona. Lakini pale panapokuwa na uelekeo sahihi wa ufahamu, ile nguvu hutenda kile ambacho umekiweka au kile ambacho umekinuia. Walipokuwa wakimuuliza Mungu kuhusu ile vita na itakavyokuwa, Mungu akaona kwamba hii vita acha niipigane mwenyewe. Hello? Kuna vita ambazo ziko kwenye maisha yako ambazo una haki kabisa ya kupigana nazo, but there are times Mungu anaona wacha nipigane mimi kwa ajili yako. Ila mara zote Mungu ametamani au ametaka kuyafanya hayo, utagundua aliwaambia watu mambo mawili: tulia, kaa kimya. Yaani tulia, yani usinipigie kelele, usilete kiranga, kaa kimya. Kwa sababu mara nyingine wakati hauko kimya, unaemiti frequency ambazo zinatuvurugia mambo. Akawaambia kaa kimya. Lakini mara nyingine akawaambia wale jamaa kwamba hebu zungukeni. Lakini sasa hii vita hii si ni ya kwangu, sawa. Sasa hebu this time wasitangulie wapiganaji, watangulie watu wa worship. Sasa wapangeni hao, wapangeni wenye tarumbeta, wapangeni hao, wapangeni watu wa worship. Oh my God. Listen to me. Kuna mtu Mungu anazungumza na wewe hapa kwamba you've been praying, lakini mara nyingine anachokihitaji wako ni ibada tu. Sio kwamba Mungu hasikii. Niliwahi kuambia Mungu sio mzee mwenye ndevu anayekaa sehemu fulani hivi ambaye anasubiri kusikiliza mambo. Lakini anataka worship. Akamwambia kwamba ebu mkisha wapanga hao basi mtazunguka mara 7. Afu kisha mtapiga kelele. But that kelele was not just kelele. Ingekuwa ni kelele angewaacha kwenye formation waliokuwa nayo. Lakini kama alipanga mwenye zeze hapa, akapanga mwenye kinubi hapa, akapanga wenye tarumbeta kulingana na aina za tarumbeta, ile kelele iliyokuwa inapigwa pale haikuwa kelele ya kelele. Na ile sauti ilivyozidi kupanda kwake, Mungu akashuka. Sema Mungu akashuka does not mean kwamba alishikuwa amekaa mahali akateremka. No, that power, ile nguvu iliyokuwa pale katikati yao, ile nguvu ikaangalia kwani shida ni nini? Ni ukuta. Hawakuelewa hata wafanyeje, ikabidi ukuta wenyewe ufanye nini? Udidimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja niongee kama wahubiri. Ukuta ulio kwenye maisha yako leo unakwenda kudidimia. Amen. True worship. Tunapozungumza true worship ama ibada halisi, ibada ni tendo ambalo ni la kiroho, lakini linaweza kuonekana katika mwili au laweza kuwa reflected katika physicality. Lakini ni tendo ambalo purely linafanywa katika roho. Hakuna worship katika mwili. Kuna uwezo wa kuwa na nyimbo katika mwili. Na worship kwangu mimi na wewe, it's a state of being. Ni hali ya kuwa. Ndio maana kwa wale ambao mnafuatilia, una uwezo wa kuingia ibadani alafu usielewe kwani wengine wana shida gani, kwa sababu you do not feel anything. Yule dada alipokuwa anazungumza hapa jinsi ambavyo nguvu ya Mungu inatembea ndani yake, kuna watu hawaelewi kwani ana shida gani, na yeye hawezi kukuelezea kwa sababu it is not, sio cha kifizikia ambacho anaweza akakielezea.
But I am telling you, atakuja kuambia siku shuhuda zinazoendana na hiki kilichotokea siku ya leo, kwa sababu spirit yake inashindwa kuona kule mbele, lakini ina feel kinachoendelea. So worship is a state of being. Worship sio nyimbo, sio maneno yako unavyoweza kuyapanga, but worship inaanza na wewe. Unaweza ukawa unaimba na una sauti nzuri, Noela akasome. Kuna watu wana sauti, wanasema wanakalisha hadi, kusema wanakalisha matembo ndo kina Joeli, sio? Unawakalisha hadi kina Joeli. But that's not worship. It is not worship. Worship is a state of being. Lazima ibada ianze ndani ya vile ulivyo. Umekaaje ndani yako, itakupa ibada. Ndio maana mnawajua baadhi ya watu ambao hata wimbo wa taifa ukiimbwa wanazama. Nasema huyu mtu ana ulokole sana, anajilocalize. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema yani hata presence hamna, lakini jamaa ameshazama, ananena kwa lugha kama generator. If by the way, generator wala ananena kwa lugha, unajua. So if you align yourself properly, ukijiunga sawasawa, ukijialign, ukijiunganisha sawasawa, worship inaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimsaidie mtu hapa, kwa sababu kile tunakwenda kukifanya sasa hivi ni kinaendana sana na state yako wewe binafsi. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na wa 24. Inasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambao waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini wakati unakuja, nasoma kwenye translation ya Kiswahili kilichorahisishwa nadhani TUK. Lakini wakati unakuja wenye nia halisi ya kuabudu, wenye nia halisi ya kuabudu. Ndio maana nasema it is a state, ni hali unakuwa nayo. Unaweza ukasema anawatafuta tu watu wanaoabudu wamwabudu yeye, kwa tukiimba nyimbo nani, but anazungumza anasema wenye nia halisi ya kuabudu. Manake when somebody anaamua ndani yake, mtu anapodhamiria kuabudu, huyo anaabudu kwa sababu amedhamiria, ana nia halisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwenye nia halisi, anayetaka kuabudu halisi. Halisi, it comes from the truth, sindio? From the source, from the truth. It has to align with your spirit. Hello? Hello? Amen. Oh. Wengine wakafundishwa maneno ya kuzungumza, wakafundishwa vitu fulani kama chanting na vitu fulani vya namna hiyo. Ilikuwa ni ili kuwaandaa, kuzi-align nafsi zao, kuji-align na kile wanachotaka kukifanya. So true worship ama ibada ya kweli, Biblia hapa inasema kwamba Mungu anatafuta watu hao ili wamwabudu yeye. Lakini true worshipers, wanaoabudu ambao wana nia halisi ndani yao. Nataka uweke nia ndani yako mchana wa leo.
worship ama ibada zimekwepo, lakini tumekuwa compromised, tumechanganywa kwa sababu dini zimebeba ibada. Nataka niongee na mtu, naomba unisikilize. Kwa sababu dini na zenyewe zimebeba ibada, lakini ibada sio ya dini. Nataka unielewe vizuri. Dini ni dini. Unaweza ukawa na dini yenu nzuri sana, lakini ibada, it is something else. Sasa ubaya wa dini ni kwamba dini zilitufundisha ibada, lakini sio wote waliweza kufundisha katika usahihi. Na kwa sababu hiyo tukawa na watu wengi kwenye dini wanaodhani kwamba wanachokifanya ni ibada, lakini kumbe wanachofanya ni taratibu za dini. Na mtu mmoja aliandika mahali akasema, religious system is a poison. Wakristo lazima tumpige mawe, najua ni kawaida yetu, lakini ukitaka kufikiria sana utakuwa mpole. Bwana asifiwe. Shika kitakatifu siku ya Bwana. Halo? Wangapi mmejifunza amri 10 za Mungu? Mpo humu ndani, pungie tu hewani namna hii kama unazijua hata 2. Pungie. Kuna siku tabii tuwafundishege nyinyi. Kwani nyinyi hamsomagi Biblia yenu? Kumbukumbu la Torati siliko kwenye Biblia mlizo nazo. Mambo ya Walawi kasomege. Hata kama wewe ni Mchaga, soma tu na ya Walawi, ujue na wao walikuwa na mambo gani, si ndio? Mimi ndimi Bwana Mungu wako, siabudu miungu wengine, si ndio? Ile ya pili sasa inasemaje? Kila mtu anatafukaga mwingine anasema shika kitakatifu siku ya Bwana, mwingine anasema sio, inasemwaje pale ambapo tumecreate ibada kutokea pale kwamba lazima tuwe na siku ya kuabudu. Kuna amri moja wapo katika amri 10, si ndio, ambazo tumecreate tukaanzisha ibada kutokea kwenye ile. Sio ni ya pili ama ni ya tatu, mahali kokote na kuweza kukaa ndo hiyo. Kwa sababu ya ule utaratibu, watu wengi tumeingia, tukiingia makanisani kwa sababu ni muhimu na ni lazima kwa Mkristo kuabudu. Naomba unifuate. Ni muhimu kwa Mkristo kufanya nini? Mwambie jirani yako kuabudu. Kwa sababu tumeangalia Mungu anapenda awe yeye kama yeye, lakini pia tumeangalia kwamba anatakiwa kuabudiwa. Kwa hiyo tumejikuta tunaingia makanisani kuabudu kwa sababu ni utaratibu kuabudu. Ndio maana ukiangalia kwenye maisha yako utagundua kwamba most of the time unakuwa na ibada ni wakati uko kanisani. Nadhani naanza kuja sebuleni kwako eti. Ibada kwako it is only unapokuwa kwenye kusanyiko namna hii. Ndio tutaimba pambio, tutazungumza, tutaomba, tutasema maneno mazuri kwa Mungu. But after we finish here, tunakuwa tumemaliza. Mchungaji akisema nendeni kwa amani, inakuwa ni amani kweli kweli mpaka tutakapokutana. But wewe sio mtu mbaya. Amen. Hebu iambie nafsi yako wewe sio mtu mbaya. Mimi sio mtu mbaya. Wewe ni mtu mzuri kabisa, lakini umemisi kukiona kitu kidogo ambacho mchana wa leo unataka ukione. Kwamba worship sio tu utaratibu ambao umewekwa na dini. Worship ya kidini inatuambia kuja kuworship Jumapili. Worship ya kidini inatuambia tu worship wakati nyimbo fulani zikiimbwa. Inakuwa utaratibu. But worship is a state of being. Sasa una uwezo wa kuabudu wakati unaabudu. Halo? Yaani unaweza kuabudu wakati uko kwenye kipindi chetu cha kuabudu sasa. Sisi tuna kipindi chetu cha kuabudu. Si ndio? Una uwezo wa kukiingia hiki kipindi na ukatoka kama ulivyoingia, lakini ukijua haya ninayozungumza hautatoka kama ulivyoingia, kwa sababu how come niingie, ninaingiaje kwa Baba na kutoka kama nilivyokuwa? Kuna mtu mmoja mita chache kutoka hapa hajanielewa. Huwezi ukaingia kwenye mvua usiloe unless we ni mchawi.
au mchawi, kwa sababu nasikia wako tofauti. Yaani utoke nje, mvua inanyesha, usiloe, utaloa tu. Kwa nini? Kwa sababu umejiingiza kwenye mazingira ambako inanyesha. Tunapokuwa kwenye service ya worship mahali hapa, kama true worship ipo na wewe umeingia kwenye worship, I am telling you, ninakuambia katika jina la Yesu kwamba hautatoka ujawa edified ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu you are in his presence. Na ukiwa kwenye kuna mtu mmoja aliimba ule wimbo, sina hakika kama yeye alikuwa anauelewa. Sasa nimenyeshewa. Mshakusikia ule? Mshakusikia? Alisema nimemuona Bwana. Now nataka literally lichukulie hili. Alisema ule wimbo wake kwamba nimemuona Bwana, nimemuona mfalme, nimenyeshewa na mvua ya baraka. I wish kama alinyeshewa na hiyo mvua ya baraka. But I am telling you, nyakati zinakuja na sasa zipo ambapo haya maneno yatakuwa kweli. Atasimama mtu mmoja hapa akiwa naimba nimenyeshewa na mvua ya baraka, asema nimemuona Bwana, nimemuona mfalme. Mara zote walipomuona mfalme, maisha yao hayakubaki vile vile yalivyokuwa. Sanduku la agano lilivyochukuliwa likawekwa nyumbani mwa yule bwana, everything, kila kitu kwenye nyumba yake kilibadilishwa, kwa sababu kulikuwa na presence ya nani? Kulikuwa na presence ya Mungu katika ile nyumba. Nyakati zile alikuwa hatembei, hakai ndani ya watu kama anavyokaa saa hii. Walikuwa hawana privilege ulionayo saa hii. Lakini katika sanduku la agano ambako wao waliamini Mungu anakaa, kulikuwa na effect kila lilipokuwepo. True worship is a state of heart. Ni hali fulani ya moyo. Mchana wa leo Mungu anataka uvuke kutoka kwenye kuabudu kama taratibu na kuingia kwenye ibada, kwa sababu wakati huo wa ibada ndio utaelewa huyu anayesema alinyeshewa, alimuona Bwana, amenyeshewa na baraka. Utaanza kuona, kwa sababu something supernatural, encounter something supernatural. Utakutana na vitu ambavyo ni beyond maelezo ya kawaida ya kibinadamu. Hello, Bwana asifiwe. We normally sing, tunasema Baba umeinuliwa juu, si ndio? Hata even prayers zetu, wakati tunaanza prayers, wengi wetu, hasa sisi walokole wa miaka ya nyuma hapo, kuanzia kokote kule ambako uliokoka, tutakuta tukianza maombi lazima Baba katika jina la Yesu, Mungu uliyeinuliwa juu mahali palipoinuka sana, wewe umeketi juu. Sababu kuna juu na kuna juu. Hizo ni juu mbili tofauti. Wewe umeketi juu sana. Maneno haya ni sahihi, lakini alignment ya moyo wako inaweza isiwe sahihi na hayo maneno kwa sababu ya understanding. Bwana asifiwe. Every time unapozungumza maneno haya, whether ni katika nyimbo ama ni katika kuzungumza, umeinuliwa juu, it has to mean something. Na juu sio juu kwa maana ya elevation ya juu. Unapozungumza juu, manake ni act of surrendering, ni act ya kuacha everything na kumpa yeye first priority. Hello, Bwana asifiwe. Naomba ufocus kwangu. Ninapomwambia Mungu umeinuliwa juu, simaanishi ameinuliwa juu na mtu yoyote. Manake ni kwamba ninaruhusu, ninaweka guts zangu zote chini, na yeye anakuwa yote katika yote ndani yangu. So when you're speaking, unapozungumza maneno ya namna hiyo na kuruhusu ile ego yako ife, ule umaarufu wako ufe, kwa sababu I am telling you, kuna watu wengine worship inakuwa ngumu kwako kwa sababu ya status ambayo unayo.
Asema nitaabuduje kama hawa walokole? Maybe wewe ni someone kwenye society. I don't know kwa nini nazungumza hivi. Na sijui kama kuna waziri humu ndani ama kuna nani humu ndani, lakini pengine labda ndo kuna ambao mpo mnasubiri appointment, sijajua. But your status, ile hali uliona, ile position ulionayo, haiwezi ikaendelea kuwa position pale Mungu anapokuwa juu, anapokuwa ameketi pale. Unaposema juu mahali palipoinuka, manake ni kwamba there's nothing else ambayo iko above you. Na hiyo sio kwenye position aliyokaa Mungu, ni position ndani yako wewe, kwamba in me now, katika maisha yangu mimi, Baba, wewe ni Baba, you are everything to me. Hallelujah, hallelujah. Ni ndani ya moyo wako. Sijajua kama ameinuliwa ndani ya moyo wako, lakini now I am calling you. Let him be exalted in you. Let him be exalted. Priorities zako kama unaweza kuzima priorities na kumpa yeye priority number 1, Bwana ameinuliwa juu. Hello? Bwana ameketi mahali palipoinuka. Hallelujah. Hallelujah. Worship is a state of heart. Ni hali ya moyo. Now, wakati worship team wanapanda huku mbele, Biblia inazungumza, inasema linda sana moyo wako kuliko kitu kingine chochote ambacho unaweza kulinda. Linda sana moyo wako kuliko chochote unaweza kulinda, simply kwa sababu worship inafanyika katika moyo. Inaanzia katika moyo. Usikubali kuwapa mashetani masikio yako. Ninapozungumza kuhusu kuwapa mashetani masikio yako, simaanishi ushuke kuzimu ili uruhusu sikio lako likutane na mashetani. Lakini maneno yoyote yasiyokuwa ya staha, maneno yoyote yasiyokuwa ya kujenga, maneno ya uzushi na husuda, maneno ya fitina, maneno mabaya, ni maneno ya mashetani. Hello? Ninahitaji kuprove. Ukisimama kwenda kumwambia mwenzako juu ya ubaya wa mtu mwingine, hata kama ni kweli, unapingana na ile state yake aliyokuwa nayo njema kwa kumuintroducea kitu ambacho sio sahihi. Hivi mnajua kwamba shetani maana yake ni mpinzani? Halo? Kuna toba inahitajika. Kile Mungu anakwenda kukifanya saa hii. Oh my God. Oh. Mungu haendi kutenda kwa kanisa. Anatenda kwa individual. Anaenda kufanya kwa mtu, depending on namna ambavyo wewe unaruhusu yeye afanye. Moyo wako unapaswa kuwa pure. Pure. Mara nyingine mioyo yetu imebeba watu kwa sababu ya maneno ambayo tumezungumza au tumeambiwa tukayaweka mioyoni mwetu. Una uwezo wa kutubu leo. Toba ni kugeuka na kuamua kwamba not anymore. Hapana, masikio yangu sio kwa ajili ya kusikia yasiyofaa. Masikio yangu sio kwa ajili ya kusikia masengenyo. Lakini pia hata kama umekuwa ukizungumza maneno ambayo yanaumiza mioyo ya watu wengine, kuna neema. Because anaowatafuta Mungu ni wanaomwabudu katika roho na kweli. Truth. Wanaoabudu halisi. Leo Mungu anataka afanye kitu during worship, wakati tunaendelea kumwabudu Mungu kwa few minutes ambazo tutakuwa nazo. Chache tu.
Lakini hebu ruhusu moyo wako, kama kuna hayo makando kando, mwambie Mungu asante kwa sababu umeuona moyo wangu, na kwa neno nililolisikia sasa hivi, I am dropping everything. Linda moyo wako, kwa sababu ndiko inakotoka ibada. Kitabu cha Methali anaandika. Maneno yasiyofaa yasisikiwe kwenu, lakini maneno yoyote mema yatamkwe na ninyi, kwa sababu unavyotamka unaumba. Moyo wako actually the workshop ya creation, uumbaji unafanyika huko. Nashuhudiwa hapa, kuna ambaye umesikia, I don't know whether ni kwenye familia yako au ni wapi, lakini kuna namna ambavyo watu wanazungumza kuhusu wewe na imekudamage, imekuumiza, mpaka kuna namna fulani hata wewe mwenyewe unajiona unajidoubt. Ila Bwana anasema it is well. It is well. Wewe ni kiumbe kipya. Haijalishi wamejaribu kukuua mara ngapi kwa maneno. Ebu ruhusu kupokea hilo kwamba mimi ni kiumbe kipya, ili tumwabudu Mungu. Hallelujah. Wakati tunaendelea kumwabudu Mungu, I feel power isiyokuwa ya kawaida. Mungu atakuwa anadili na maisha ya mtu mmoja mmoja. Mungu atakuwa anadili na maisha ya mtu mmoja mmoja wakati tunaendelea na ibada. Unajua kwamba unahitaji nini? Yaani unajua kile kilichoshika moyo wako, unajua, si ndio? Expect Mungu kushughulika na wewe. Lakini sitaki wewe uhangaike na hicho. Nataka wewe muabudu Mungu tu purely kwa kujua kwamba yeye ni yote katika yote. Sikiliza, unapo muabudu Mungu, normally we go, naweza nikasema kwamba tunarudi ndani yake, we go back into him. Ndio maana anasema we worship in spirit. Umesikia? Katika roho, kwa sababu yeye ni roho. So tunakwenda tunarudi ndani yake. Tunapokuwa ndani yake, tunapokuwa tume engage na divine, mara zote ama mara nyingi kinachotokea ni kwamba kwa sababu yeye ndani yako, wewe ndani yake, then you start remembering. Unaanza kukumbuka. Bwana asifiwe. Sisi tunaweza kukuambia au tukazungumza kwamba Bwana anasema, ni kweli, kwa sababu that's the way we can explain, but the truth ni kwamba ulichofanya umeona kilivyo, kwa sababu kiko ndani ya Bwana hivyo. Kama Mungu nisaidie hii lugha yangu. Okay, ukitumbukizwa maji, sasa kama maji yanaweza kufeel, lakini maji ya baridi yakiingizwa katika maji ya moto yana uwezo wa kufeel ile different ya temperature, si ndio? Yana gain, lakini nothing is changing between maji, yanaendelea kubakia kuwa maji. In him, Paulo anasema we move, we live and have our being. Ndani yake tunaenda, tunatembea ndani yake, na tunao uhai wetu ndani yake. Ndani yake hakuna upungufu. There's no lack ndani yake, kwa sababu he is everything. So even mambo ya maisha ya kawaida yako solved. Ndio maana nasema kwamba msihangaikie hayo kwanza, hangaikieni ufalme, kwa sababu hayo yote yanazidishwa baada ya vitu kutokea katika ulimwengu wa roho, katika ufalme. Leo vitu vikatokea kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Worship goes hand to hand with sacrifice. Ibada huendana
na sadaka. It's another way of worship. Mara zote ambapo kumekuwa na higher power ama nguvu yoyote iliyo juu ya nguvu ya kawaida, kumehusishwa sadaka. Hata katika nyakati za mababu zetu ulikuwa huwezi kwenda kwenye matambiko mikono mitupu, kwa sababu unakwenda kuencounter nguvu iliyo beyond wanadamu wa halisi wa kawaida. Sema, itoeni miili yenu iwe sadaka. Sometime nilikuwa na watafakari worship team, nikagundua every time that they stand ni sacrifice, ni sadaka wametoa kwa Mungu wao, kwa sababu wangeweza kuketi na wao, lakini wanasema, Mungu, sisi tutatoa miili yetu, tutaenda mazoezi, tutaenda hapa, tutakaa, tutakuabudu wewe. It's a sacrifice, ni sadaka. Lakini na nyinyi mkitoa sadaka hiyo pasipo kujua kwamba what you're doing na yenyewe haiwi sadaka, unaweza ukaifanya kwa sababu unajua kuimba na hakuna anayebisha kwamba unajua, but let it be a sacrifice, kwa sababu maisha yenu mnayapata maisha yenu ndani yake. As you're offering your service, as you're offering your sacrifice, maisha yako yanapatikana. Sometimes you do not need to pray, you just need to worship. Nairudia hii, ndugu zangu, hupaswi kuomba mara nyingine, unapaswa tu kuabudu, kwa sababu ndani yako vyote unavyotaka kuviomba ndani yake Baba vipo vyote. So when you worship in him, everything inapatikana ndani yake. Hebu naomba usimame pale ulipo. We're going to have a few minutes of worship. Nimeyazungumza maneno haya ili at least upate kukaa katika page moja, lakini pia ili usimiss kile ambacho kinakwenda kutokea. It doesn't matter ni ugonjwa wa namna gani, haijalishi, naomba mtolee, haijalishi ni ugonjwa wa namna gani, haijalishi ni issue ama jambo gani ambalo limekuwa tatizo ambalo unadhani kwamba mwenye uwezo nalo ni Mungu pekee. Mchana wa leo Mungu anakwenda kukufanyia muujiza mchana wa leo, na itakuwa katika kuabudu. Itakuwa katika kuabudu utapokea majibu ya maswali yako. Itakuwa katika kuabudu Mungu atakupa message ya kuvuka pale ambapo unatakiwa kuvuka. Itakuwa katika kuabudu. Lakini pia wakati tunaendelea kuabudu, magonjwa yatakuwa yakiporomoka, yakiondoka. Na kama ni ugonjwa ambao wanasema ni wa kudumu, ukitoka hapa kapime, utatupa shuhuda kile Mungu amefanya. Haijalishi hata kama ni uvimbe ambao umekuwa nao na unadhani kwamba hauondoki bila operation, mchana wa leo katika jina la Yesu, mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wangu, you are going to be set free. Utawekwa huru. Wewe muabudu yeye tu. And I want every one of you to be free. Kuweni huru. Hii madhabahu ni ya kwenu. Kuwa huru tu. Ukijisikia kuhitaji wa tofauti, ukataka kuja hapa mbele, karibu. But I want everyone, kila mmoja, jiruhusu kuzama katika worship. And then tumruhusu Mungu afanye vitu kwenye maisha yako.
kuabudiwa. Yesu, jina lako ni la kuabudiwa. Yesu, 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 jina lako ni la kuabudiwa. Unapoyatamka maneno haya ndani yako, si dhambi yaone. Ona ndivyo ilivyo. No other name but yours.
jina lako, jina lako linaabudiwa. Hayuko mwingine isipokuwa ni wewe. No other name but yours. Hakuna mwingine isipokuwa ni wewe. No other God but you, Hakuna mwingine Jesus. isipokuwa ni wewe. You deserve the glory. Ni wewe peke yako unastahili, You hapana deserve mwingine. this worship. Hapana mwingine, hapana mwingine. Unastahili peke yako, hapana mwingine. Yes. Jina lako, jina lako Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo ni makuu mno. Fadhili zako za milele hufananishwi na chochote. Iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Nikiziangalia mbingu, nikazia mikono yako, inavyoonekana usivyoonekana. Nikijiangalia mimi, nikazia mikono yako, oh, oh, oh. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kupewa sifa. Oh, 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 oh. Unastahili. Endelea kumwabudu Mungu, endelea kumwabudu Mungu tu ndani yako. If God has given you a grace to speak in tongue, just speak in tongue. Kuna operation inaendelea mahali hapa katika maisha. Hii ni zaidi ya operation. Maisha yanabadilishwa, maisha yanabadilishwa. I see a new beginning. Ninaona mwanzo mpya wa maisha ya mtu. Hebu just dip yourself into worship. Just dip yourself into worship. Zama tu katika kuabudu. Ruhusu kwamba yeye ni yote katika yote ndani yako. Ruhusu yeye awe yote katika yote ndani yako, kwamba hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine. Yeye ni yote katika yote ndani yako. 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 Ndani yake wewe unaenda, ndani yake uko uzima wako. Oh, uzima wako uko ndani yake. Uzima wako haushikiliwi na hali zinazozungumzwa. Oh, ya raba kosi ata bakana rozate. Uzima wako haushikiliwi na mazingira yanachokidisplay kwako, kile unachokiita hali halisi. Nataka nikutangazie kwamba hicho sio halisi. Halisi ni kile alichokizungumza, kwamba ndani yake yeye unaenda, ndani yake yeye unao uzima wako. Ona uzima sasa.
Ona uzima ndani yake, ona uzima ndani yake, na magonjwa yanakuachilia. Ona uzima ndani yake, ona uzima ndani yake, na hali iliyokwama kwa muda mrefu inakuachilia katika jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anastahili, yeye anastahili peke yake, kwa sababu yeye ni yote katika yote, 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 yeye ni yote. Hayako majibu ambayo kwake hapana, hakuna jibu ambalo kwake hakuna. Yeye ni yote katika yote, naye anafanya, naye saa hii anafanya. Malaika zake wameelekezwa kwako, malaika zake wameelekezwa kwako, malaika zake wameelekezwa kwako, na ujumbe mpya, na ujumbe mpya juu ya maisha yako, na ujumbe mpya juu ya huduma ambayo Mungu amekupa. Ninaona Bwana akiinua tena huduma ndani yako, ninaona Bwana akirejesha tena huduma ndani yako. Funguka sasa kwa jina la Yesu. Funguka maisha yako, funguka sasa kwa jina la Yesu.
ibada ndani yako, ruhusu tu ibada iendelee ndani yako. Ruhusu ibada iendelee ndani yako. Tunakupa wewe peke yako utukufu na heshima na adhama na ibada ni ya kwako. Hakuna mwingine anayestahili isipokuwa wewe peke yako. Yale umefanya ndani yangu hakuna mwanadamu anayeweza akayafanya. Utukuzwe peke yako Baba yetu. Natamani useme maneno haya pamoja na mimi, pamoja na worship team. Is this so? Nataka maneno, hebu zungumza kutoka ndani ya moyo wako. Worship team watatuongoza, lakini haya maneno yawe ibada yako. Zungumza haya maneno, mwambie Baba na kuabudu. Kiri kwake kwamba wewe ni mfalme. Kiri kwake kwamba yeye ni Baba, he is the source. Tunaweza kusimama tu tukayazungumza maneno haya mbele ya Baba pamoja. Maneno haya toke ndani sana katika kilindi cha moyo wako. Yeye anayefanya miujiza kwenye maisha yetu.
yote ubwana wangu. Wewe ni Bwana, wastahili sifa, wastahili heshima, jana, leo na milele. Bwana, majira yote Bwana, Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, nyakati zote wewe ni Bwana. Majira zote wewe ni mwamba, watawala. Wastahili heshima, wastahili adhama, wastahili na nguvu, wastahili mamlaka. Wewe uliyekuwepo, wewe uliyepo, wewe unayedumu nyakati zote, ziko mikononi mwako. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana. Wastahili Yesu, wastahili Yesu, wastahili Yesu. Wewe Bwana, sijaona kama wewe Yesu. Wewe ni Bwana. Mwanzo na mwisho wewe Bwana. Ayana na masekene yako yana na maya. Umeketi juu ya vyote, watawala kwa nguvu Bwana. Bwana, Bwana, wewe Bwana, Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, wewe Bwana, watawala milele. Wafalme walikuja wakapita, umebaki wewe, umebaki wewe. Ufalme wako wa milele, wa milele, wa milele. Ukomo wako sio leo wala kesho, hauna mwisho. Ufalme wako wa milele, wa milele, uko majira yote. Ukomo wako sio leo wala kesho, hauna mwisho. Ufalme wako, ufalme wako wa milele.
walikuja wafalme wakapita, zilikuja nyakati zikapita. Wewe Mungu umebaki wa kuaminiwa mpaka leo. Ukomo wako sio leo, wala ukomo wako sio kesho. Wewe ukomo wako hauna mwisho. Zilikuja nyakati zikapita, lakini ufalme wako leo tunaukiri, leo tunauadhimisha ufalme wako. Wewe ni mfalme asiyepitwa na nyakati. Wewe ni mfalme asiyechuja. Hey. Neno lako ni kweli. Neno lako limesimama na kuaminiwa majira yote. Neno lako limesimama kuwa la kweli majira yote. Kile unalosema limetimia, halijapitwa na majira, maana ufalme wako. Nani asimame akupinge? Nani asimame mbele ya ufalme wako? Wewe ambaye umeashika majira kwenye mkono wako. Nami leo nasema ukomo wako sio leo wala kesho. Unalosema umilele, umilele unatoka ndani yako. Umilele unatoka ndani yako. Umilele unatoka ndani yako. Ndio maana nasema unatawala. Unatawala milele. Yesu unatawala. Juu ya falme na mamlaka unatawala. Yesu wangu unatawala. We say you reign forever. Above every power, you reign. You reign, you reign, you reign, you reign, you reign in power, Allah.